Mambo vipi? Karibu kwenye The Celebrity Show na hii ni Modo Television. Kama kawaida, kama unavyofahamu jina lenyewe linasema celebrity. Kwa hiyo ni kipindi ambacho kinakutanisha na watu tofauti tofauti, famous, watu ambao wapo kwenye mainstream, watu ambao unawafahamu, lakini kupitia The Celebrity Show utapata kufahamu maisha yao ambayo huyafahamu, mambo ambayo yamejificha nyuma ya mgongo yao. Kama kawaida, jina langu naitwa Mohamed Doki, pia naweza kuniita Modo the Golden Voice. Leo nipo na celebrity fulani hivi mkubwa sana, lakini kabla ya kukwambia tutakuwa na nani, tutapiga story gani, nikukumbusha kwamba page zetu za Facebook na Instagram ni muhimu sana kwa ajili ya maoni yako. Chochote ambacho unahisi kinahusiana na Modo Television ni vizuri ukakidrop kupitia MODO Television za Facebook pamoja na Instagram, ukatufuata, ukatufollow mapema. Lakini pia usishie hapo. Ukiingia YouTube kwa kuandika MODO Television kimaanisha Modo Television Online, kisha usubscribe na kubonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata notification ya kila update ambayo tunaingiza kwenye Modo Television. By the way, tunasema kufungua show yetu na kutambua celebrity ambayo tupo naye leo. Bila kusahau ni celebrity show na tumeamua kuiname kama the 26 interview. Usiondoke na ndio. Bana, baada ya kupata break fupi kutoka kwa watu ambao wananiweka mjini. By the way, next to me naniweka mjini pia, au sio? Kabla sijakwambia nipo na nani, unamuona mwenyewe celebrity fulani hivi amazing. Nikwambie, nikupe top 3 ya songs ambazo zinafanya vizuri kwenye social media tofauti, lakini especially katika jiji la Arusha. Kwanza ni ngoma, yani nazitaja sio kama namaanisha ya kwanza ndio ya kwanza kwa kufanya vizuri, hapana. Kuna ngoma ya Dogo Janja inaitwa Yente. Hiyo ndio inafanya vizuri sana Arusha. Sana, kila kona unapita bodaboda inapigwa kila sehemu. Ngoma ya pili ni ngoma ya Harmonize ambayo imetoka juzi hapa. Inaitwa Usikate Tamaa. Inaitwaje ile ngoma? Inaitwa Don't Give Up. Kitu kama hicho. Alafu ngoma tatu ni ngoma ambayo ameimba Alikiba, Chidi pamoja na Omidimpoz. Ndio ngoma tatu ambazo zinafanya vizuri Arusha. Ukipita kila sehemu, kwenye masaluni, bodaboda, kila sehemu hizo ngoma ndio zinapigwa sana. By the way, celebrity yetu ya leo unaruhusiwa kumuuliza maswali kupitia social media. Swali lolote, kitu chochote ambacho unataka kufahamu kutoka kwa celebrity yetu ya leo, unaweza kumuuliza kupitia namba za simu 0621143437, lakini pia kupitia social media zetu za Facebook na Instagram. Unaruhusiwa kumuuliza chochote. Bana, leo nipo na Ben Love Kiswaga ambaye ni CEO, sijui nimtambulishe, ni CEO, ni MD, ni CEO wa Next to Me and Company. Sitaki kumtambulisha sana, itakuwa ni kiherehere. Yeye mwenyewe atakuja kuongea. Bro, vipi? Sawa sana, mambo yanaje? Fresh. Habari ya mihangaiko kidogo. Bana, poa sana. Familia na watoto? Kama kawaida. Yote poa. Bana, ni Ben Love Kiswaga. Mimi nimekutambulisha juu. Hebu tuambie wewe ni nani? Kwa majina naitwa wapi? Sio ya information mpaka tunafikia hapa, tunamfahamu vipi Ben Love Kiswaga? Kwa majina naitwa Ben Love Kiswaga, kama ulivyonitambulisha. Nimezaliwa Njombe, yani mimi ni Bena pure. Mimi nimezaliwa Njombe, ile mikoa yenye baridi ile. Ndio nimezaliwa Njombe. Nimekulia Mbeya. Mnamo mwaka miaka hiyo ya zamani kidogo. Nakumbuka ilikuwa tarehe 10 mwezi wa 7. Na ndio maana nimevaa Julai ya. Kitu kimoja ambacho ukifahamu, watu ambao wamezaliwa mwezi wa 7, tafiti zimefanyika na shirika moja ambalo nalificha kwa jina. Watu wamezaliwa mwezi wa 7 wanakuwa na akili sana, very bright. Exactly. Ben Love ni miongoni mwao. Lakini si yeye, hata mimi mwenyewe nimezaliwa mwezi wa 7. Tarehe 30 ya mwezi wa 7 ya miaka fulani hivi ambayo naificha. Endelee. Nimezaliwa huko tarehe 10 mwezi wa 7, miaka hiyo ya zamani kidogo. Huko Njombe. Wazazi wangu ambao walikuwa huko lakini miaka imesogea 90 hivi wakahamia Mbeya. Kwa hiyo nimesoma Mbeya, nimekuwa huko, nimefanya nini. Then miaka 2011 2010 nikaja Arusha rasmi kuanza maisha huko. Alafu kwa nini kila celebrity, kila mtu ambaye namfanyia interview, ikija kwenye issue ya kutaja mwaka wa kuzaliwa inakuwa ni changamoto sana? Hivi ni kwa sababu gani? Kwa sababu inawezekana kuna watu wanajua kwamba mimi nimezaliwa miaka ya 80 lakini pia kuna watu wanaozaliwa miaka ya 99. Kwa hata wabaki wakiamini kwamba ukiwatajia mimi ninapoishi nitaja kazi, kuzisha watoto wazuri au uongo.
Hamna. Wewe unafikiri watoto wazuri hawapende watu wakubwa au hawapende watu wadogo? Labda kuna mtoto mzuri anajua Ben Love atakuwa kwenye miaka 98 hivi. Kwa akija akisikia 80 atasema ni mkubwa sana. Au labda anajua miaka 70 akija akisikia 90 mtoto atachukua mtoto sana. Pengine hapa ndo sababu kama mimi ndio ninavyohisi au uongo. Sijui wewe. Mbona mimi sifichi, mimi sasa mwaka 1998. Mimi ni mdogo sana. Uenda kama Ben Love kanipita miaka kama 10 hivi 20. Baada ya hapo nikahamia Arusha ndo nikaanza kutafuta maisha rasmi. Hivyo nimeenda nikawa interested sana na chuo cha uhasibu Arusha. Ndipo nikaweza kuapply. Before niliapply vio vingi, apply MUCOPS. Lakini nilipata nafasi ya kukiona chuo cha uhasibu Arusha before majibu hayajatoka. Kwa hiyo yani hope yangu kubwa ilikuwa nichaguliwe pale. Kwa hiyo nilivyoona nimechaguliwa MUCOPS bado chuo cha kwanza mimi kuchaguliwa kilikuwa huko MUCOPS. Lakini nikaona hapana, sidhani kama patakuwa kazuri kama nilipoona. Kwa direct nikanasubiri ni hope kwamba nitachaguliwa chuo cha uhasibu Arusha. By the way nikaja nikachaguliwa, na hiyo ndio ilikuwa furaha yangu kubwa kwa sababu kuna wenzangu walikuwa wanasoma pale. Kuna vitu vidogo vilinifanya nipende kile chuo, lakini nilipoona na wenzangu wako pale basi nakumbuka mwaka 2011 kama sio 12 nikaanza certificate chuo cha uhasibu Arusha. Certificate hiyo kazi ya kwanza kabisa. Umezaliwa kwenye familia ya watoto wangapi? Nimezaliwa kwenye familia ya watoto wa 4. Wewe ni wa kwanza? Mimi nikiwa ni wa kwanza. Wewe ndio wa kwanza, alafu ananifuatia ni mdogo wangu wa kike. Mdogo wangu wa kike ashamaliza chuo, anafanya mambo yake huko ya daktari. Anayefuata ni mdogo wangu wa kike pia, yuko yeye anasoma na mambo yake. Anayefuata wa kiume pia naye anasoma na mambo yake. Kwa hiyo kumbe kuna fursa kwenu watoto wa kike kwa wawili. Watoto wa kike kwa wawili. Kwa unakaribishwa. Hata mimi naweza nikaje nikafanya investment. Unakaribishwa kabisa na nitakupokea kwa mikono miwili kabisa. Tuzungumzie swala la safari, everything concerning Next to Me. Next to Me ni company. Watu wanafahamu Next to Me. Bana, kama ulikuwa ufahamu, huyu ndo CEO wa Next to Me. Hakuna chochote kinachofanyika bila kauli yake. CEO kirefu chake ni nini vile? Mimi mwenyewe sikumbuki. Wewe ndio unajua mimi ni CEO, lakini mimi sijui CEO maana yake. CEO ni Chief Executive Officer, yaani ndio mtu ambaye ndio mmiliki wa kampuni. Kwa hakuna kinachofanyika kama yeye hajatia tiki. Tuzungumzie Next to Me. Next to Me ni nini? Next to Me ni company. Ndio maana inaitwa Next to Me Ideas in Entertainment. Ni company ambayo imebase sana katika masuala ya entertainment. Ambapo sasa tunaitwa Next to Me Media. Next to Me Media. Kwa nini tumeamua kuita Next to Me Media? Kwa sababu tumebase sana kwenye masuala ya media. Tunafanya masuala ya production, tunafanya video production, tunafanya masuala ya photoshoot, tunafanya masuala ya printing, tunafanya masuala ya designing, tunafanya masuala mengi tunafanya pia. Tunafanya masuala ya easy PC, maintenance ya PC, tunafanya vitu vingi sana ambapo tumejikita kila kona. Tunaweza kwa mfano kampuni mpya imekuja inahitaji kufanya training, tutoe training kwa wafanyakazi wake, tunatoa training, tunafanya consultants pia, kila kitu tunafanya kwa sababu watu tuliopo ile vitu vingi sana. But then ni kampuni kubwa sana. Mimi tangu nakuja chuo cha uhasibu Arusha, kitu cha kwanza kukisikia, mbali na kusikia Unisplash, nikasikia Next to Me. Kwa hiyo ni kampuni kubwa sana. Tuzungumzie umiliki. Umiliki wa Next to Me. Next to Me inamilikiwa na wewe. Mimi ndio mmiliki wa Next to Me. Yaani mimi kwa sababu mimi ndio nilianzisha Next to Me na mimi ndio mmiliki wa Next to Me. Hakuna mtu mwingine anayemiliki Next to Me. MD ni nani? MD yupo bosi wetu mmoja anaitwa bana Christopher James. Yule ndio bosi wetu kabisa. Kwa sababu mimi Next to Me mimi ni cameraman. Yaani sina cheo kikubwa zaidi ya cameraman. Lakini mimi ndio mmiliki wa kampuni. Lakini yuko bosi wetu ambaye tukiwa tuna tatizo, tuna shida yoyote, lazima tumuone Christopher James. Christopher ndo. Mpaka sasa hivi Next to Me ina wafanyakazi wangapi? Mpaka sasa hivi Next to Me tuna wafanyakazi 7.
Yeah. Na wale ambao wana receive month salary, yani wale ambao yes. Na wanalipo vizuri tu. Kabisa lazima tuwatendea kwa sababu ni haki yao, kwa sababu tunafanya kazi na marupurupu kama yote. Hizi tu nini za mimi nina mpango wa kuja kuomba nafasi bwana. Karibu sana. Na mbali na wafanyakazi, watu ambao wana share na kampuni wapanga watu ambao wana share. Ukisema share unazungumzia nini? Wana mchango wa fedha zao. Acha na wao ambao mmewaajiri. Watu ambao wana share zao kuna kiasi wameinvest labda. Hapana. Nikakutana na mtu mmoja bwana pale chuo, akaniambia, "Bwana, miaka nyuma kulikuwa kuna kitu kinaitwa Unisplash." Yeah. Unisplash ilikuwa inafanya vizuri sana. Lakini mwaka huu naona vitu hivi. Sio mwaka huu, yani miaka ya karibuni hivi naona vitu vimekuwa kimya sana. Ukimya juu ya Unisplash. Tatizo ni nini? Kuna mpango wote wa kurudisha Unisplash au tu conclude kwamba imekufa? Bwana, Unisplash naona imekuwa kimya sana. Shida ni nini? Ukimya wa Unisplash ni maandalizi ya kutengeneza Unisplash nzuri. Tulienda nayo tukaangalia kwamba kumbe wanafunzi wameipokea, si ndio? Kwa hiyo tufanyaje ili tuweze kuwatimizia vile vitu wanavyohitaji. Kwa hiyo ukimya Unisplash ni maandalizi ya kutoa kitu kizuri zaidi. Na sio miaka, actually ni miezi 8 mpaka sasa tuko kimya. Na tuko kimya kwa sababu gani? Tunahitaji mapresenter wazuri, tunahitaji team nzuri, tunahitaji vifaa vizuri, tunahitaji watu ambao wanaweza wakatoa kitu sahihi. Umeona? Kwa hiyo kila kitu kipo in process. Tangu ianze imefanyika kwa muda gani? Tangu imefanyika miaka miwili, tumeona matokeo ni mazuri, watu walipokea na tuna mashabiki wengi. Tunapokea email nyingi sana na comment nyingi sana kwenye page zetu kwa nini tuko kimya, lakini tumepause, ila tunakuja upya na tunakuja kwa nguvu zingine tofauti. Kule YouTube tunatumia Nextme au ni Unisplash? YouTube tunatumia Nextme Media, ila ukiandika Unisplash na kupeleka direct kwenye channel yetu. Jamaa mmoja alikuwa ni presenter wa Unisplash anaitwa El Nino. Nilikuwa nafuatilia sana kabla hata sijaja chuo. Nilikuwa nafuatilia sana El Nino. Yuko vizuri sana. Yuko wapi sasa hivi jamaa? El Nino ukimtoa Unisplash direct amekuwa ni presenter anatangaza kwenye radio. Nakumbuka juzi kulikuwa kuna mechi kati ya Yanga na timu gani Arusha pale, alikuwa Azam. Alikuwa Azam pale anatangaza direct, alikuwa anachambua. Pia yuko anatangaza mara nyingi, huwa nilikuwa namsikia Radio 5 nakumbuka kitu kama hicho, lakini pia alikuwa wapi. Kwa hiyo nadhani kile kipaji chake ni zaidi pia ni host. Alikuwa ni host kwenye mechi ile za Freshers, alikuwa akihost. Kwa hiyo ni mtu ambaye anafuatilia sana, yuko vizuri. Kwa hiyo tuambie Unisplash mpya, tutarajie vitu gani vipi ambavyo? Unisplash mpya, cha kwanza mtarajie mapresenter wapya. Msimu huu hatumfanyi interview sisi, hadi presenter atachukua form, atajisajili, akijisajili atakuja kufanya interview kwenye team. Umeona? Atakuja kufanya interview kwenye team, then atapewa majibu mchujo, then tutatafuta top 5 au top 5 watapigiwa kura na wanafunzi. Kwa hiyo yani tutakuwa na platform kwenye mtandao, kila presenter atapigiwa kura. Kwa hiyo sisi tunataka tuangalie, je, watu wamemchagua nani? Kwa hiyo ni kazi yake yeye presenter kufanyaje, kuonyesha kipaji chake. Kwa maana hiyo unataka presenter pamoja na wafanyakazi, ni presenter tu au ni hadi wafanyakazi wengine pia wa timu ya Unisplash page husisha masuala ya kupigiwa kura? Timu nzima. Timu nzima. Kuna watu tunahitaji wapigiwe kura. Lakini kuna watu tunahitaji kuwachagua sisi kwa sababu tunakuwa tumewalenga. Yaani akipigiwa kura maana yake wananchi ndio wanataka huyu akae kitengo fulani. Lakini tukimchukua sisi maana yake sisi tunataka huyu mtu anaweza kukaa kwenye sehemu fulani. Miaka ya nyuma mlikuwa mnatumia taratibu gani kupata presenters? Tulikuwa tunafanya interview, lakini tulikuwa na team tunakaa, tunamchagua mtu tunawaita, tunaambia sisi tuna kitu fulani, kaeni hapo mfanye interview. Kwa hiyo tulikuwa hakuna ile wigo wa walikuwa hawana wigo wa kuweza unajua bwana Modo, watu wengi wanapenda sana kumjudge mtu kutokana na the way anavyoonekana.
Mimi nikikupa mfano mzuri wewe mwenyewe. Mimi nilikuwa sikufahamu, sijaiona Modo TV wala nini. Lakini kwa mara ya kwanza tumekutana ofisini, si ndio? Uliniuliza swali moja kuhusiana na masuala ya redio. Sidhani kama ulitegemea kama ningeweza kukujibu. Tena nilikuwa nimemuuliza mtu mwingine waje wakanijibu. Yes, ulimuuliza mtu mwingine lakini mimi nilikaa analyze swali lako. Then nikaona kama nina uwezo wa kukupa jibu sahihi na ndio maana nikaamua kukujibu. Nahisi kama nilivyokujibu ulishagundua kwamba mimi ni mtu tofauti kabisa. Lakini kitu kikubwa ambacho mimi nina kitu kimoja watu ambao hawajui. Mimi siwezi kukaa na mtu, yaani siwezi kukaa kupiga story ambazo najua kabisa hatupati chochote. Yaani mimi nikae na wewe Modo tunapiga story kumzungumzia mtu fulani. Mimi siwezi. Hata kama niwakuta nyewe mnapiga story, mna discuss kitu ambacho najua kabisa sitaweza kuchangia, mimi na uwezo wa kufuata mambo yangu. Kwa hiyo ile kuwa busy, alafu mimi always niko busy. Mimi siko free. Mimi ni mtu ambaye naweza nikaa na wahi kuamka, pia nachelewa kulala. Pia niko busy na mambo yangu muda wote. Na hisi busy sometimes unanifanya nakosa vitu vizuri sana. Kwa hiyo mtu anakujudge kutokana na the way yeye ameamua kufikiria kichwani kwake, kutokana anavyokuona. People tuko hivi. Binadamu ni rahisi kutoa majibu yake yeye exactly anayotaka yeye kichwani mwake. Yaani anaweza kaangalia tu akasema yule mtu anatembea kwa mguu, yule hana hela. Kutokana na the way alivyomuona, akili yake kaamua kusema kwamba hana hela. Yule mtu anatembea hivi. Yule mtu anavaa miwani, watu tunaovaa miwani tunaonekana tunadharau. Lakini kumbe huu ni ugonjwa mimi nimevaa. Lakini hizi sio dharau. Siwezi kukaa kucheka na mtu ambaye people wanasahau kwamba muda unaenda. Time haikusubiri. Yaani time kila siku inaenda. Unaweza ukaamka asubuhi, siku imeisha, unagundua kwamba sijafanya chochote. Lakini hawajui kwamba ndo maisha yanavyozidi kwenda. Okay, lini utakaa kutengeneza maisha yako? Kwa njia moja hapo ambayo inanifanya mimi nakuwa busy kwa ajili na kuishi kuwa na maisha mazuri, na kuishi kuwa na magari, na kuwa na nini. Kwa hiyo niwezaje kuwa na magari? Niweze kupambana na kufanyaje? Kutengeneza maisha mazuri. Wewe ni mtu wa watu fulani. Yaani ni mtu wa watu fulani tu. Sio mtu wa kila mtu. Mimi ni mtu wa kila mtu. Mimi nakopa na mazingira. Mimi nikikaa na wazee, nitapiga stories za wazee. Nikikaa na vijana tukitaka kuongelea upumbavu, mimi naongea sana upumbavu. Tutaongea upumbavu lakini nitaondoka pale bila wao kujua kwamba zile zilikuwa ni story tu tunapiga then imeisha. Umeona? Nikikaa na walevi, nakuwa mlevi. Yaani tena naweza nika mimi mlevi kuliko wao. Kwa hiyo watu wanashindwa kuelewa. Mimi sio mtu wa watu fulani. Mimi ni kila mtu. Kwa hiyo hauringi. Mimi siringi. Mimi siwezi. Lakini ni mambo mengi ndio yanifanya nionekane. Yaani mimi naweza kaa niko busy na simu yangu, natembea, simsikilize mtu, nimevaa earphone zangu. Huko sio kuringa. Au mtu anaweza kanijibu akanitumia text 3, akaniona niko online lakini kumbe nimeshika kamera na rekodi sehemu ambayo nina shoot, niko location. Ni lazima ni post nini kinaendelea. Lakini kukaa kuconcentrate kwa sababu message ni lazima uconcentrate ujibu, si ndio? Nikijibu bila kuconcentrate maana yake nitakujibu hash. Sasa ili ni concentrate ni kujibu ni lazima nitulie. Kwa hiyo naweza nikapost sasa niko na shoot lakini sijaweza kusoma text yako, mtu mwingine anasema huyu jamaa analinga, huyu jamaa anaelewa nini? Tena saizi basi nani kidogo vimeanza kuonekana. Kwa hiyo vitu kama hivyo vipo nakutana navyo lakini wakati unasoma chuo pale usiku kila mtu alikuwa anakufahamu. Sure. Wewe ulikuwa na ndio maana nimekuchagua kama celebrity. Hakuna mtu ambaye alikuwa kufahamu bwana. Na hata sasa hivi unafanya kazi pale hamna mtu ambaye akufahamu. Ngapo watu wanifahamu. Hakuna mtu ambaye akufahamu. Nikisema tu Bella, mtu anasema Ben asifahamu. Ukibana Bella ni wachache sana pale chuo. Au hata kama wapo wengi lakini Bella yako ile imekuwa Bella afu tena Bella ile love ya mbele imekuja kwenye malavidavi fulani hivi. Wewe ni mtu famous sana, mtu ambaye amfahamu Bella pale chuo cha Steve. Au nadanganya? Mimi nahisi kufahamika kwa miaka ya nyuma kwa sababu nilishaikuwa waziri labda ni kipindi hicho, lakini swala lingine pia kukaa muda mrefu, miaka 6 si mchezo ujue. Kukaa muda mrefu pale hao watu wanaosema mimi ninalinga lakini ndio hao wananifanya mimi labda mimi nafahamika. Anaweza akasema kwa mtu kama mimi ninalinga lakini yule mtu siku akija kuongea na mimi anaona niko tofauti na ambavyo aliambiwa. Wewe uliambiwa mimi nalinga lakini leo huko unafanyaje? Unanihoji. Kwa hiyo hivi vitu vinatokea. Kuwa superstar au celebrity
ni output ya kuonekana unaishi na watu vizuri, au kuna kitu unique unacho unakirepresent mbele za watu. Kwa hiyo inawezekana mimi sio celebrity kwa sababu mimi ni Ben Love, inawezekana tu labda niko unique. Me I'm not faking life. Kwa hiyo inawezekana niko real, ndio maana niko unique. Kitu ambacho ukifahamu, sijapata shida hata kidogo kumuita celebrity kwenye studio za Model Television leo. Sijapata shida kabisa yani. Bana, Ben Love, nina interview na wewe. Saa ngapi? Muda gani? Location? Nikampanga, akafika. Kwa hiyo si mtu ambaye actually familia, think sana bro. Miguu exactly ninapopita hapo unanizunguzia mimi au mzungumzie next to me. Next to me ni brand ambayo imechukua vitu vingi tofauti. Ukisema production ya video, kuna director tunamtaka, yani kuna director tukuzungumzia wewe. Ukinizungumzia mimi sasa. Ukinizungumzia mimi Millard Ayo namfuata. Namwangalia sana, namfuata. Na wishi siku moja tutakaa mimi na Millard Ayo tukizungumza. Vipi na hichi. Na ninachokisema hichi najua kitakuja kutokea kwa sababu na I'm sure hichi tunachokiongea sasa hivi atakisikiliza na atakitazama kupitia Audio Television. Kwa hiyo mimi mwenyewe niko kwenye nyayo zake napita anapokanyaga, hata kama nitakanyaga pembeni, lakini nahakikisha nitafika sehemu ambayo